coming up with Prophetic Embassy Church of All Nations. But now the evil hand was at work. Number one, to kill him, not to become the king. And the following day, akigojea watu waseme yeye ni mfalme, there is nobody saying he is the king. Because there was an evil hand that was working. The evil hand delayed the work that he was supposed to do. That's why he says, God, perfect the works of your hands. You are the one that anointed me. But now I am not the king. But perfect the works of your hand. I want to read the word of God today. Bwana Yesu asifiwe. I was praying yesterday and God ministered to something. That's why I want to do it today. And I know God will do something upon the life of people. It's concerning hands. So I am bringing the message, deliverance from evil hands. So this is the message for today. Yesterday, the other Wednesday we did something concerning eyes. Today we're going to do something concerning the hand. Hand is an instrument of your blessing. Your hands are where most of your blessing they pass. So whatever you're praying God today, if God is to bless you with one or two things, it is your hand that many of your blessing will pass. That's to mean your hands are very important. It is through the hands that people carry their babies, people drive their car, people open their houses, people use their cars to carry their passports to go to different nations. You have to use your hands even to enter different places. So God Almighty is a great God. And that's why even in the world, they say you use your fingerprints does not look like any other person, whether be a Mexican. Your face can resemble somebody in Zambia. Your face can resemble somebody in Zimbabwe. You can look each other, somebody in Nigeria, somebody in Ghana. But your fingerprints are so different. That's why there is a uniqueness of each. So I want to read the word of God, and I know God will bless you after we are finishing this service. Let's go to the word of God today. Concerning this, kuomba Mungu afungue mikono ya watu. And after today, I know God will do mighty thing in Jesus' mighty name. Let's go to the book of Psalms 140 verse 1. Zaburi 140 mstari wa kwanza kwenda chini kule. Psalms 140 verse 1 inasema hivi. Yes. Bwana, uniokoe na mtu mbaya. Uniokoe na mtu mbaya. Unihifadhi na mtu wa jeuri. Uniokoe na watu wa jeuri. Verse 2 inasema. Verse 2 says what? Waliowaza mabaya mioyoni mwao. Waliowaza mabaya mioyoni mwao. Kila siku huondokesha vita. Kila siku wanaleta vita. Verse 3 inasema hivi. Verse 3 says what? Wamenoa ndimi zao kama nyoka. Wamenoa ndimi zao kama nyoka. Sumu ya fira iko chini ya midomo yao. Sumu ya fira iko chini ya midomo yao. Bwana. Unilinde na mikono ya mtu asiye haki. Unilinde na mikono ya mtu asiye haki. Unihifadhi na mtu wa jeuri. Unihifadhi na mtu wa jeuri. Bwana Yesu asifiwe. Ni Daudi anaomba, anaambia Bwana amwepushe na mikono ya mtu mbaya. Manake alielewa kwamba mikono ya mtu mbaya inapoingia katika maisha ya mtu, basi maisha ya yule mtu haiwezi kaendelea. Na anasema ndani ya vinywa vya wale watu imejaa sumu ya fira. It's like a python's poison. Ya kwamba wao wanapolaani, ile laana huende ikafanya kazi kwa haraka sana. Kwa hivyo Daudi alipatana na watu ambao they had evil hands in their life. Na hii ndio watu ambao tunapata nao kila siku. Na ndio watu ambao wengi wenyu mnafanya biashara na wao. Ndio watu ambao mko na wao. You doing 1 2 3 on the other. Ndio manake Daudi akamwomba Bwana, Bwana, uniokoe na mikono ya mtu mbaya. Ninakuombea ibada ya siku ya leo, Mungu aende akuokoe na mikono ya mtu mbaya. Mikono yote imepangwa kuondoa hatima yako jioni ya leo, ninatangaza iende kaondolewa katika jina la Yesu Kristo. Inua mikono yako sema, Bwana, niokoe na mikono ya mtu mbaya. Kila mikono ya mtu mbaya inatawala ndani yangu. Kuanzia ibada ya leo, hiyo nguvu inavunjika. Mikono yote ishainishalimia, ikiwa na nguvu za giza, ikiwa na nguvu za kinyume na maisha yangu. Kuanzia leo, chenye kimeibiwa hakitaibiwa tena, hakitaibiwa tena. Bwana, niokoe na mikono ya yule mwovu. Bwana, niokoe na mikono ya yule mwovu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana Daudi alipatana na watu ambao wako na mikono mibaya. Wanapouza maisha ya mtu, maisha ile haiwezi kaendelea. At one time Daudi akamwomba Bwana,
Let's go to Psalms 138 verse 8. And that's why many of you are praying today. You are praying, oh God, in your loving mercy and kindness, may you bless the work of my hands. But yet there is an evil hand that is working. Yet there is an evil hand of stagnation. There is an evil hand of delay. We are breaking that power in the name of Jesus, God. We are breaking that power in the name of Jesus, God. Break that power in the name of Jesus, God. Daudi anamwomba Bwana kulingana na mapenzi yako, kulingana na huruma yako, nirehemu na ubariki kazi ya mikono yangu. Soma neno la Bwana. Psalm 138 verse 8. Psalms 138 verse 8 inasema hivi. Yes. Bwana atanitimilizia mambo yangu. The Lord shall perfect all that concerns me. Bwana. Oh Lord. Fadhili zako ni za milele. Your loving and kindness and mercy are there forever. Usiziache kazi za mikono yako. Don't forget the works of your hands. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says Mungu atakamilisha, the Lord shall perfect the works of my hands. Ninakuombea siku ya leo, Bwana aende akatimilishe. Kuna jambo ulianzia haujakamilisha. May God go perfect it right now. Ilo mikono yako kwamba Bwana akusaidie kukamilisha. Kuanza ni wewe ulianza, kukamilisha inachukua mkono wa Bwana. Kuolewa inaweza kuwa uliamua, lakini ndoa kuishi inagharimu mkono wa Bwana. Ilo mkono wako mwambie Bwana, perfect all that concern me. And every evil hand of the enemy inavunjika kuanzia siku ya leo. Every evil hand of the enemy ivunjike kuanzia siku ya leo. Kila mkono wote unazuilia usikamilishe kazi ambayo Bwana amekupangia, ninaomba iondolewe kuanzia leo. Iondolewe kuanzia siku ya leo. Iondolewe kuanzia siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Let's go to Psalms 9 verse 16 all the way to 18. Let's read the word of God there. Daudi alifinyiliwa sana na mikono ya watu waovu, because at one time he meets a prophet of God. Bwana Yesu asifiwe. Now listen here how to receive, because the hand and evil hands can make you to delay from where you're going. Not to mean that God has not anointed you. Not to mean that God has not done it. See, the same prophet that anointed Saul is the same prophet that came to anoint David. But now the evil hand was at work. Number one, to kill him, not to become the king. And the following day, akigojea watu waseme yeye ni mfalme, there is nobody saying he's the king, because there was an evil hand that was working. The evil hand delayed the work that he was supposed to do. That's why he says, God, perfect the works of your hands. You are the one that anointed me, but now I am not the king. But perfect the works of your hand. Are you hearing, children of God? Oh, let's already read there. Psalms 9 verse 6 says what? Psalms 9 verse 16 inasema, Bwana ujidhihirisha kwa kutekeleza hukumu. Lord, show thyself in judgment. Amemnasa mdhalimu kwa kazi ya mikono yake. Ninakuombea siku ya leo, yeyote anaroga maisha yako, watanaswa kwa kazi yao. Inua mikono yako siku ya leo, sema Bwana, yeyote anafanya maovu kinyume ya maisha yangu, atakamatwa kwa hiyo biashara yake, atakamatwa kwa hiyo shughuli yake. Yeyote atakuja kuroga nyumba yako, hawatatoka kwa ile nyumba. Yeyote wataenda kuroga kutu nyumbani, hawatatoka kwa ile boma. Tumeweka mpaka wa kiroho kuanzia leo. Utapokea habari wamekamatwa, kama ile testimony ya Jumapili. Watakamatwa, wataroga kuanzia saa 9 usiku, wakingojea saa 11 watoke, wataroga mpaka saa 4. Watu wakiamuka watawashika pale. I pray in the name of Jesus, God, every work of the enemy, Mungu afilie hukumu yake, watashikwa kwa hiyo kazi yao. Hallelujah. Continue to read the word of God. Verse 17 inasema, yes, wadhalimu watarejea kuzimu. Wadhalimu watarejea kuzimu. Naam. Naam. Mataifa yote wanaomsahau Mungu. Mataifa yote wanaomsahau Bwana. Kwa maana mhitaji hatasahauliwa. Kwa maana mhitaji hatasahauliwa. Matumaini ya wanyonge hayatapotea milele. Ninakuombea siku ya leo, the expectation of the righteous shall not be cut off. Ninakuombea siku ya leo,
Kila nguvu ya maovu inakata matarajio yako ya kesho. Mungu anasema the expectation of the righteous shall not be cut off. Receive that grace from today. Grace to reach where you're going. Grace to attain what you're fighting for. Grace to win the battle. In the name of Jesus Christ. It is not over until God says it is over. Don't lose hope. Hallelujah. Don't lose hope. Praise the name of the Lord. I am still hearing this voice as I was teaching on Monday. That when God went to raise Lazarus, he says, Lazarus, come out. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Alimuita kwa nini? Unaita mtu ambaye unajua bado roho yake iko hai. Alimwambia Lazarus, come out. Kwa hiyo kumaanisha ya kwamba hata kama Lazarus alikufa, he died in the process of waiting of the Lord and the Messiah. Are you hearing me? There was a letter written to Jesus by the two sisters. They say, your friend is sick. That means these people, they were waiting for Jesus to come. He was a friend of Jesus. So though Lazarus died, his faith and his spirit was not there. That's why when they say, Lazarus, come out. Ninakuombea siku ya leo, may your spirit not die. Your faith may have died, lakini roho yako isikufe. Mwili wako unaweza kuwa umekufa, but there is expectation of the righteous that shall not be cut off. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Let's go to Psalm 114. 115. I think it's verse 4. 115 verse 4. Yes, read. Psalms 115 verse 4 inasema hivi. Sanamu zao ni fedha na dhahabu. Sanamu za dunia hii ni fedha na dhahabu. Kazi ya mikono ya wanadamu. Haleluya. Kiswahili hajasoma vizuri. Kiswahili imefanya haraka. Hebu soma Kizungu sikie. Soma. The idols are silver and gold. The idols of this world are silver and gold. The work of men's hands. You need to understand there is a comma there. There is a comma. There is a comma going. So, number one, there is what is called gold and silver. And number three, the work of hands is another idol. Are you hearing me? Hii mikono unaiona hivi, kuna watu wanakuanga na miungu ndani ya mikono. Kuna watu wanakuanga miungu ndani ya mikono. That's why Daudi anasema dunia hii, miungu ya dunia hii ni fedha na dhahabu. Na kazi ya mikono, kuna watu ambao wanafanya kazi, wanatumia mikono yao kama miungu. Hiyo ni miungu ya hapa duniani. Ninakuombea siku ya leo, Mungu akuepushane na kila miungu kwa mikononi ya mtu katika jina la Yesu Kristo. Unayesukia kuna mtu ulifuata lakini haukumfuata kwa ukweli. Kuna mtu juzi aliniambia ofisini, ukipata kijana ameweka mikono kwa mfuko yako kusalimia, usimsalimie, mwambie how are you. Kwa sababu wengine wanashika what is called do as I say. Kuna rafiki ya Faith alisalimia kwa na jamaa mwingine anakuwa na hiyo irisi ya do as I say. Huwa anamjua. Kila siku huwa ananiona. Kama juzi alinisumbua sana kwa ATM. Nikitoka anataka kuingia because anataka kuongea naye but I'm never interested. Faith anamjua. So nikishuka na gari hivi, nikaenda nikapaki pale nikamwona amekuja. So huwa ananitafuta sana tuongee lakini I don't like he's talking to him. One time alinipiga like 5 times but I don't like. I don't know whether he's seeking for deliverance but he has his own. So the friend to Faith alisalimia kwa one time akaambia how are you? He did not know. Alijua the following day amelala kwake mpaka asubuhi. I pray for you in the name of Jesus God. May God deliver you in the name of Jesus God. Inua mikono yako siku ya leo sema Bwana. Anakuaga hiyo ruti ya utaki, hiyo barabara anakuwa hiyo ruti ya utaki kuanzia panaitwaje? Kuna kadaraja kanakuwa pale hivyo. Kileo kidaraja? Kale kadaraja kule ukianzia barabara ya utaki pale kulikuwa na mashimo mingi kama mashimo milioni moja. Hapo na barabara panakaa maji sana Hapo ukitoka hapo ruti yake inaishianga pale panaitwa pale annex. Sasa anakuwa hii barabara na huwa anaombea watu sasa. Father, in the name of Jesus Christ, may God deliver you. Deliver these people in the name of Jesus Christ. Nilijua hiyo story siku moja, kukaja mchana hapa akaniambia, man of God, I want you to deliver me. So nikamuuliza, why should I deliver you? Akaniambia, no, I'm very shocked. Nikamuuliza why. Akaniambia, tulikuwa na party juzi
ya birthday. So my sister aka-invite his friend, wanakuwa kule, wanakula mera kule, kuletwaje kule Mama Ngina. Kanaka invited some friends, they come for the party. And when we in party, tukaanza kusherehekea. So tulipokuwa tunasherehekea, kulikuwa na vijana wawili walikuwa na some rings, ziko na some writings. So the same ring resembles the ring of my pastor. So nikamwambia, hii ring inakuwa pesa ngapi? Ndio naona pastor amevaa na anasema ni very expensive. Nikamwambia, your pastor he said that before they really could mention the name, they said, oh, so and so. Are you getting me? You need to understand the context of the truth. Sasa nikwambie hii ring ni expensive, pastor wangu anakuwa nayo. Then all of a sudden this pastor anabaye ni Ngulevi akwambie, William, so you know it is true. She said, yeah. Akamwambia DC tunamuzianga hizi ni za Illuminati. Hii ni do as I say. Hii inakuanga ni laki mbili. So I connected the story ya rafiki ya Faith. Sasa I knew what was happening. They say, and this woman told me, I have for deliver because one time aliniambia pia aniombee ring niende nikapate mzungu. So hiyo ring niko nayo ndio hii. So I'm praying for you today in the name of Jesus Christ. May God deliver you from today. May God deliver you from today. We got wicked people here. Unapata watu wana pete na si za harusi, sio za nini, wamejaza pete kama 10 wako nazo. These are dangerous people. Ukiwasalimia hivi, or listen what the word of God says. The gods of this world are gold and silver and the works of the hand. Now go to Psalm 62 verse 4. You will understand what I'm telling you right now. That now they use the power to steal. That's why watu wengi wanaibiwa kibali. Vitu vingi zinaondolewa. Wiki hii kuna mtu mnafanya naye biashara, hakuongelezi vizuri, but every morning mpaka akusalimie. This week usimsalimie. You will see your harvest. I don't know if you understand what I'm saying. Try to do what is called litmus test in your life. Test it on your own. Prove it to be correct. Read the word of God. Psalm 62 verse 1. The Bible says in the church of Corinthians, walipohubiriwa injili na Paulo, they started the word of God to search for the truth. Ufanye shauri kumwangusha tu katika cheo chake. Unaona, kuna mtu anakaa mahali anafanya shauri ya kukuangusha kutoka mahali Bwana amekuweka. Ninatangaza yote ameingia kwa ibada ya siku ya leo. Utakalia kiti yako siku ya leo. Hiyo kiti ya ndoa yako imeondolewa. Be restored in the mighty name of Jesus. I pray God to restore you right now. Inua mikono yako sema, Bwana, kazi yangu imeondolewa. Maisha yangu imeondolewa. Nirejeshewe mahali nastahili kukaa katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus. Wao panga shauri. Hufurahia uongo. Wao hufurahia uongo. Kwa kinywa chao ubariki. Kwa kinywa chao kwambia habari ya asubuhi. Na kwa moyo wao ulaani. Na kwa moyo wao wamelaani siku yako. Ninakuombea siku ya leo. May God deliver you from today. Every evil hand at work from today. Ninaomba iende kanyamazisho kwa jina la Yesu. Omba Bwana sasa ya kuokoe. Yeyote ashakusalimia na mikono miovu, ingia kwa maombi. Pray right now, pray right now, pray right now. Pray right now wherever you are. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Na Bwana akupiganie. Omba Bwana akupiganie. Omba Bwana akupiganie. Omba Bwana akupiganie. Father, deliver me today. Deliver these people from every evil hands of the enemy. Katika jina la Yesu Kristo. Deliver their life. Deliver their destinies. Kuna mtu anaweza kusalimia kama mgonjwa kuanzia that moment. You become sick. The way people are laid hands and they are delivered, the same way somebody can greet you and become sick from there that moment. Have you wondered? Most of the time you go to Kongoya, unatoka ukiwa unaumwa na kichwa. Because Kongoya is a transaction land. Is whereby witchcraft is transacted. Is whereby destinies are stolen because everybody is coming there. Approximately 500,000 people go to Kongoya. You don't need to go anywhere. That is a place you need to arrest. If you want to steal a star, the place you need to go is there. So the witches are very clear. And many of you can attest even tomorrow. You plan to go to Kongoya. You come back there. There are people loitering there. Wanazungazia, hata unashtukia mwingine amekugusa na hakuna kitu anabeba. Bwana Yesu asifiwe.
Wachana wale wa kubeba viazi wanakukokanga mpaka kama hujui. Now you meet somebody is anataka kukugusa because they know by the end of the day atagusa watu kama 50 ama 100. So that is what you want, but on the road, on the car, on matatu you cannot do that business. But they know in the market there you are buying, somebody come pushes you. By the end of the day you go at home you feel I was a kongoya naumwa na mgongo na naumwa macho sijui ni. The land is full of transaction. If you want witch from Uganda, there is a businessman who is a devil worshiper from Uganda is there. If you want from Tanzania, they are coming there bringing on the day. If you want from different places, or from the now that is a transaction area. That's why you enter there and you become a problem. I am praying for you today. Every hand that has ever touched you, every evil hand, your body shall be too hot to be touched by the works of the enemy. From today, be protected by the blood of Jesus. Today God is delivering somebody. Somebody must be set free from this service. Your hands must touch millions from today. You must be a somebody from today. There shall be no poor man among us you. The land I'm giving you, the Lord shall bless you immensely. The Lord shall bless you mightily. Your hands have lost millions. You shall not lose again in the name of Jesus. You shall not lose again in the name of Jesus. You shall not lose again in the name of Jesus. You shall not lose again in the name of Jesus. Ombea mikono yako sasa, sema Bwana, kuanzia leo chochote mikono yangu imepoteza, Roho wa Bwana nirejeshe. Ombea mikono yako sekunde 30. Omba. Pray for your hands right now. Close your eyes. Pray. Pray for your hands today. Your hands zimekuwa za madeni. Natangaza haitawezekana kuanzia siku ya leo. No more debt in your life. I decree debt cancellation. I decree debt cancellation. Debt cancellation. I decree debt cancellation. From this hour, in the mighty name of Jesus, I pray debt cancellation. From this hour, in the mighty name of Jesus, I pray debt cancellation. Debt cancellation. Katika jina la Yesu Kristo, kila madeni mikono yako ikishika mali inakuwa na madeni. Pray wherever you are. Hakutakuwa na madeni tena. Natangaza hakuna madeni tena. Natangaza hakuna madeni tena. Natangaza hakuna madeni tena. Natangaza hakuna madeni tena. Kila madeni kaondoke. Kila madeni kaondoke. Kanisa kule nyuma. Every debt in your life. In the name of Jesus. Hallelujah. I told you the other day that there are people, if go and check your account. Maybe your account haipitangi 10,000. Even if today tukideposit 100,000, you lose your job. When you lose your job and you have to use that money until it is 10,000, then a miracle will appear for job. Hallelujah. A miracle will appear for job. Ukifikisha that 100 goes zero again. There is a power of rise and fall. I break that power in the name of Jesus Christ. Wale wanainuliwa na Bwana utabaki pale juu kwa jina la Yesu Kristo. Roho yote ya kukuweka chini ninaikemea. Ninakemea hiyo roho katika jina la Yesu Kristo.